aina gani? Unaona kama Lazaro yule alikuwa anakaa kwa meza ya tajiri. Kwa kuokoka alikuwa ameokoka sana, lakini upande wa nafsi yake ilikuwa imeshikwa, hana hata pesa. Alikuwa ameamini neno kabisa, mtu wa Mungu. Paka hata kusoma Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa ni rafiki wa Lazaro. Wakati ndafu maskini wanaona kama kwa kifuni kwa Ibrahim. Maana alikuwa anamwamini Mungu. Sasa injili ambayo Mungu alileta, Yesu alileta, hakuleta injili ya maskini. Haleluya. Maana kuna watu wamehubiriwa injili za umaskini. Hata Lazaro wao ndio mlunguni. Kwani wao ni Lazaro? Haleluya. Tunarudi kwa Biblia, mitume zile nguo waliokuwa nazo, wanafikiri zinapigiwa kura, unafikiri zilikuwa za pesa ngapi? Kwa hiyo sinaonekana watu walikuwa wamebarikiwa. Kawana nguo kabla akura ni yani. Kabe kure ni takuneko. Mpeselika. Kwa hivyo watu wa Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu ni mfalme wa wafalme. Kwa hivyo watu wa Mungu si watu wabaki katika umaskini. Haleluya. Roho hiyo ya hela ni sawa, lakini mpaka tungangane na miungu ambazo zimetufunga, ambazo wazee wetu walipitia. Ukaona mtu tanuko wafu, tanuko ng'ombe rosera si agome. Tumekufa na rosa wanu wane ramu nugano. Sababu kuna yale madhabahu ni ya mwanadamu. Biblia inasema kwamba amtegemea mwanadamu amfanye amelaniwa. Sasa yale madhabahu, zile ng'ombe zilikuwa ni madhabahu ya mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu anapoondoka, kwa hivyo anaondoka na mali zake. Hapo Biblia hapo mbele inasema nini? Maana atakuwa fukara, atakuwa kama fukara nyikani. Hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame. Haleluya. Kugora bwana ukaso to, lakini utakuwa uko jangwani. Utakuwa ni mtu wa kuomba. Utakuwa wewe ndio station ya magonjwa. Haleluya. Utakuwa ni station ya nini? Ya magonjwa. Magonjwa yakikuja, atangara makongo gasha pengine akishamba kusikia kama ugongo fulani wafumilika. Haitapita kando. Ngogi Yesu ya kwao. Hata ngara sindano sindamzesha timilo kwao. Bwana Yesu. Na sisi watu wa Mungu sio aina hiyo. Wanga wacha ugeni wacha timilo kwao amako bana bako. Sirai poko ba kindo poko mgongo uche. Tawa lakini ni wanga kwa beti paka mtimilo kwao. Maana uko fukara. Tena uko nyikani na uko jangwani. Sasa lazima mwanadamu anayetaka kumtafuta Mungu atafute Mungu wa kweli. Na ndipo unakuta watu wanazunguka. Mungu anataka madhabahu, atakutuma kwa madhabahu yake. Yeye mwenyewe ako hapo. Haleluya. Atakutuma katika madhabahu yake. Na anajua mtumishi wake ako hapo. Haleluya. Sasa ukitaka upotezwe na watu, utapotezwa. Maana anajua ukienda mahali fulani utapona. Sio unapata. Aliposa nilikuwa nazungumza siku ni juzi, kaambia unajua watu wanataka ile kila siku kubikiri wa mkono. Na usafirisha kwa madhabahu zake. Maana madhabahu inabadilika kama kinyonga. Ikikujia kwa kichwa, kesho nakujia kwa mgongo. Ikitoka kwa mgongo, kesho nakujia kwa mguu. Ikitoka kwa mguu,
kesho kutwa inakujia kwa paja. Bwana sasa. Sasa ile si mapepo, ile ni maagano, agreement. Watu waliokuwa wamemwamini mwanadamu na wakawekwa jangwani na wakawekwa kama fukara nyikani. Halo? Lazima ukubaliane na neno la Mungu. Sisi watu wa Mungu hatuna magonjwa ya laana za ukoo. Sasa mpaka kung'ang'ani. Wewe ni mwenyewe utang'ang'ana. Hapa mbona chichoko chawe ni changu mangu chote kana shangazi. Kwani wewe ni shangazi? Kwa mangu tunasha shangazi. Toka hapo. Toa yoro hapo kwako. Wewe si shangazi. Hai. Ile zero ile lagaya. Mko mbikina, mko ikijishina. Toka hapo. Hiyo jina ni yako. Usiseme atiko na mwingine. Hiyo ni shako. Hapana cha masare. Naisha roho ya masare yenji. Sio unapata. Alipozo unasikia mtu anakana kocha sasa. Wala wengine atwaye wame na kino wakika. Cheshikoni masare wako huko. Sasa Hai wabari loa. Sasa zile na maroho wanakumbuka madhabahu za miti zao, za miti mkubwa. Na ziko katika mioyo yao. Sasa mpaka ung'ang'ana ujitoe kwa watu. Maana babandu bado wako pale. Ukimweleza mambo ya Yesu anakuambia Mwenyezi Mungu. Umepata? Sasa usipoelewa hawatakai jina la Yesu litajwe ovyo. Mara wanakabana kwa Mwenyezi Mungu. Hata lomba kwa Mwenyezi Mungu. Nishi Mungu mwezi. Bwana Yesu. Sasa usipowajua watakufunga gongoro. Nashangaa ndi. Shamba ndio. Weka wajanja wanazungumzaga usipoelewa na usipoomba Mungu akupatie roho wa Mungu. Roho kupambanua hawa watu. Hawa watu ni Mafarisayo. Hawa watu ni Masadukayo. Hawa watu ni waandishi barua. Hawa watu ni watoza ushuru. Sasa wao kama uko na injili iliyo hai, watakuja kuuliza maswali vile walivyoulizaga Yesu. Vile walivyokuwa wanauliza kina Simon Petro. Maana kina Simon Petro walikuja bai. Mwalimu wa mzee ni walipako. Nikadeni mkojia. Di. Kufika bwana mzee hebele nyushiliki. Ana nyumbani. Kaisari. Na basi. Ya Kaisari patiane kasiko Kaisari. Na ya Mungu mpatie Mungu. Hata Judas akaulizwa ndio baada mafungu yako hadi lipe kindo kio. Kwa ndio haya. Kina Simon Petro. Ngende hiyo kindo. Bahari. Mwendo mbwale samaki. Na samaki ya kwanza mkitoa fungua kinywa. Mtapata shekeli ndani. Kwa imani wakaenda na samaki ya kwanza wakatoa shekeli mapata haya. Ingine toa fungu la kwa ingine lipeni kwa mtoe yangu na yeye. Bwana Yesu. Sasa shetani akakosa nafasi ya kuingia. Lakini pale kulikuwa na maswali. Lazima utakaposimama katika ukweli kutakuwa na maswali. Na angaisha maswali baada ya kukotia. Si kwamba debigichi, baichi putu. Haleluya. Wanajua. Si kwamba hawajui. Na usipowaelewa kuchubwa Mungu, haisadabadia fire. Kumbe mnangalia kama mama mwingine tulikuja tukapiga fire hapa. Ekusamzi mkekwa wale kiaso fasetini wabeda
Bage mtu anusheni. Bage ambango lipo kwa naki. Mwanda ni kwa na maloni. Na manye dime mwana badia kifu sana. Na sikirani aku gu. Maana alipona hivi. Maana sasa na hataki maombi. Maana ukiomba ile hivi itachomka. Sasa mwingine nilikuwa na hubiri mbaya. Yule mama alikuwa akona irizi yake. Huko kaja mwana ukaenda kabla mishara misho. Pengine haina. Lekanende kudaia maji. Kwenda kumdaia maji tu. Na ubada mwana na wa Mungu. Angu msika bana kisha. Mwanadamu sasa mtoto akishanyonya hata kuwa mgonjwa siku hiyo. Taka atamwagizia amenyonya lakini ukongo wake atarefu siku. Anaweza kufundisha mambo ya wajanja. Amenyonyesha mtoto anasema ishitu kuma pemba gizi hapo. Ndipo mwana wa bwana. Sasa hivyo umesahau kitu mapemba pemba kisha kwa kwa mwana mwana wake hata kwa sababu ya kitu ya mapemba ga wa mtungo sijui ni na atakuja kukusalimia kusaichi kusema nyaga hilo mwana wako na kiwanya nyao hata ni hali ya hewa tu ama sasa leo mama nilifanyaga mkutano, tulikuwa na mweza na pinka chai nyingi sana, naombea chai. Hapa niko na merizi hata kidogo kwa sikati. Ndio dada ndio. Tunakujua, tunakomanya. Woodway risk fungu kwa wagie bandu wengi sana. Sasa utawafanyaje? Bwana sasa mpaka utumie hekima ya hali ya juu. Sasa Biblia hapa inasema nini? Nasema bali atakaa jangwani palipo ukame. Katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Wewe utakuwa hapa Taita lakini kwa kasashikoka Somalia. Atafadhali watu wa Somalia pale wamezoea na ukame wao. Maisha itakuwa makavu. Moyo wako utakuwa mkavu. Hutakuwa na amani katika moyo wako. Ukishika hili ni mbaya. Ukishika hili ni mbaya. Ukienda mbele ni mbaya. Ukirudi nyuma ni mbaya. Kwa mfano kama peke yangu abali lobo. Kuida kwa mke kwako ni modo. Kubali ya kwa beke wifi ni modo. Kubali ya kwa beke beke hapa ni modo. Kila mahali ni modo. Na shida si wale watu. Haleluya. Shida hapana ya bashabandu. Shida haiko kwa mother in law. Shida haiko kwa father in law. Shida haiko kwa wifi. Shida haiko kwa kina mashemeki zako. Shida uko nayo ndani. Ndio mimi huwa naambia watu, kama unataka kubarikiwa mahali unaenda, vunja madhabahu mahali umetoka. Pale utapata kibali. Haleluya. Kibali utafanya nini? Utapata. Wakati tulikuwa tunapambana na madhabahu ya dada hapa. Picha inapigwa vizuri. Haina leta haifu. Bwana maombi Mungu amesikia. Hivi naenda. Picha ikiingia kwa kompyuta natoka nyeusi. Anaonekana. Piga nini haraka? Halo ni wewe picha kuju ni wewe fulani wa fulani Hebu piga hiyo picha full. Tunaona kama mashavu kama uko na something kwa tumbo. Picha wakati inapigwa ikifika ng'ambo. Dada hapo unatudanganya. Si utasalia kwa ndege. Na hana mimba ujue.
Mizimu haitaki ufanye kazi. Mizimu inataka ukipata kazi upate tu hapa ya kibarua, ama upate kazi ewadia. Unanielewa? Mtu ameenda livu ndio ufanye nini? Wewe ushikilie. Lakini yako kamili hakuna. Mpaka yale madhabahu itakapovunjika. Mpaka wakati ule utasahau kukumbuka madhabahu ya Ashera. Kwamba agalele neko ni baba nige nigefuga. Agalele neko ni baba nige nigewadia mbuba. Haleluya. Sasa mimi nikacheka. Watu walikuwa wamepewa ya kushikilia shamba. Kumbe hiyo shamba si yao. Sasa saa hii anga imefunguka. Kabona mode funga mazaka mkabusa mpuba mtu. Mbandu waruba da chekulola mpuba. Bwana sasa. Mimi nacheka. Juzi ile wiki ingine ile. Yaani Mungu anafanya muujiza. Kumbe nilikuwa na ndugu yangu mwingine. Mungu akazungumza hapa, nikaenda. Kamwita, wele bwana kukandi kusikwe. Choro kubona. Yaani kugori. Tera nguo moda ni visa muliweka nini? Bangu kimawingu. Shingi nisemanye kwamba uko mwenye. Mkamwita. Kukuja nyumbani. Hebu toa shati. DNA. Wewe ndugu yangu, ulizaliwa na babangu. Na uliibiwa ukaenda ukafichwa. Sasa hiyo ukute imebomoka. Wanasema yaani Mungu anafanya mambo. Juzi nilikuwa nazungumza na msichana wangu ile wabusia, anacheka na bwanake. Mungu nilikwambia kwenye maajabu. Lakini nilipiga picha nikamtumia. Mwambie ile ndugu alikuwa amefichwa akawekwa wingu isembone jingi kwamba dekona mwandumu. Tulimuona na tukakunywa naye chai na tukapiga picha. Ni wakati nakwambia mama, ni wakati vitu zinarudi. Watu wanakwale waliokuwa model biko kando mseboneke. Sasa ile ukuta ishaanguka. Sasa watu wanakuja wakitafuta. Vile nyumba mbele mwana. Baba sumbuka, ngombe ramse nje kamze. Mzee. Sasa hiyo ndio neno la Mungu. Kaona hii nini imeisha. Biblia anasema hapo mbele, anasema ali atakaa changwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Lakini hapo chini nasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Haleluya. Sasa wale watakao mtegemea Bwana, hao ndio wenye kubarikiwa. Haleluya. Hata kuonaga bantu balombelwa ama balomba malo na kubona ushamdo okanyasha jua bado uo mtu bado tunasikia hata wadada wengine watu walikuja juzi hapo waambia mimi na hii huduma tunaijua ni huduma ya kubariki na ni huduma ya uponyaji, huduma ya kufungua watu. Kwa hivyo dada, ukikuja hapa tunakungojea miezi 3. Kabona medida biasia. Kabona hata sabuni kadwa kuosha ndiwe bwana. Wewe nyako huko. Maana Mungu ande kubesikirana na. Bwana pesa. Kwa sababu Biblia inasema ni bado kama utatoka hapo kwa jangwa, utatoka hapo kwenye ukame, lazima Mungu atakubadilisha. Hata kama ni makongo, haijalishi ni makongo ina gani, haijalishi ni ugonjwa gani, hata haijalishi
hawa wachawi waliokuroga walikufa. Haijalishi hata kama walifunga kifuli wakaweka baharini, haijalishi hiyo. Wewe ni mradi usikie neno la Mungu. Haleluya. Ni mradi mtegemee Mungu. Hapo nasema wamebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, ueneza mizizi yake karibu na mto. Hautatoa hofu wakati wa hali njema, bali jani lake litakuwa mbichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Haleluya. Hata mvua iche ndini. Haleluya. Kwa mtu wa Mungu atavuna